Hello, what's up guys? Hii ni Mshani Wellness. Pengine title ya video hii itakuwa imekupa tumaini sana. Kimsingi video hii tutaelezea dawa inaitwa Lenacapavir. Ni dawa mpya kwa maana ya kuruhusiwa sokoni. Marekani wameruhusu dawa hii ianze kutumika kama kinga rasmi ya HIV infection ama ukimwi. Hii dawa ni very strong na sayansi yake ni tofauti kabisa na dawa ambazo tunazo sokoni saizi. Nikisema dawa tunazo sokoni ni hizi ARV ambazo tunazitumia kila siku, ambazo wanatumia wagonjwa ukimwi, lakini pia wanatumia watu kwa ajili ya kufanya PrEP au PEP, pre-exposure ama post-exposure. Lakini ufanisi wa hizi dawa kwenye kuzitumia kama PrEP na PEP inakuwa sio mkubwa sana ukilinganisha matokeo ambayo watu wanayapata. Sasa kwa muda mrefu kampuni ya Gilead Pharmaceutical imeweza kuja na hii dawa inaitwa Lenacapavir. Dawa ambayo ni very unique katika utendaji kazi, lakini pia ni dawa moja lakini imebeba nguvu ya takriban dawa 4 mle ndani. Kwa maana ya kwamba inaweza ikamshambulia kirusi katika engo 4 kubwa ambazo ni miongoni mwa engo ambazo kirusi anazitumia kuingia kwenye mwili wako na kushambulia. Sasa hii dawa kimsingi sio tiba ila ni kinga, na unaitumia kwa mwaka mara 2. Kwa maana ya kwamba unaitumia kila baada ya miezi 6. Kila baada ya miezi 6 unatumia. Na matumizi yake inakuwa katika sindano na vidonge. Kwa hiyo unapoipata kwa mara ya kwanza utapata sindano, alafu utapewa na vidonge siku hiyo, alafu siku ya pili yake tena utapewa vidonge. Baada ya hapo unasubiri miezi 6 tena ndio utachoma sindano nyingine, inakuwa ndio hivyo. Kwa hiyo inatoka kama kinga. Hii dawa inaonekana kuwa very effective, yani ina ufanisi kwa sababu imefanywa utafiti kwa watu zaidi ya 2000 kama na 100 hivi na ngapi. Na katika hao watu wote walikuwa ni makundi ya watu ambao wako kwenye riski ya kupata HIV ama AIDS. Ni 2 tu ndo walipata maambukizi ya ukimwi wakiwa wanatumia hizi dawa. Kwa matokeo haya inaonekana hii dawa ina ufanisi wa zaidi ya 99.9. Kwa hivyo ni rahisi sana, ni vigumu sana kupata maambukizi ikiwa utakuwa unaitumia hii dawa vizuri. Lakini pia hii dawa kitu kingine cha kufahamu ni kwamba haitumiki kwa mtu ambaye tayari ni muathirika. Target ni kinga. Kwa hiyo inatumika zaidi kwa watu ambao wanajikinga, ambao hawana HIV ama ukimwi. Na ili uqualify kupata hii dawa lazima upime. Kwa hiyo kama ni wale watu ambao wanaogopa kupima, jipange. Lazima upime ujulikane kwamba je, una ukimwi ama hauna. Kama hauna unaanzishiwa dozi. Lakini sasa unaweza ukaanza hii dawa kuitumia na bado ukapata ukimwi, kama ambavyo majaribio yalionyesha. Ingawa ni watu wachache, lakini hata kwako pia inaweza ikawezekana. Kwa hivyo unapaswa kuwa makini sana unapotumia hii dawa, na usijiaminishe sana kwa sababu hizi ni kemikali na zinaweza zikafeli katika mwili wako. Kwa watu ambao unakuta anatumia hii dawa alafu baadaye akapata, unaweza ukaanza kutumia hii dawa ukiwa uko fresh alafu baadaye ukapata maambukizi ya ukimwi. Kimsingi unakuwa umepoteza ile qualification ya kuendelea kutumia hii dawa, inakuwa haina maana tena. Kwa hiyo utaanza kutumia hizi dawa ambazo zizopo za kutumia kila siku, labda na hii Lenacapavir unaweza ukaendelea nayo kutumia, lakini sio katika lengo tena la kukinga. Na inashauriwa pia, sayansi ya hii dawa ilivyo ni kwamba ukishapata ukimwi wakati unaitumia tayari unakuwa umetengeneza resistance ya dawa. Kwa hiyo inakuwa haina maana tena ya wewe kutumia, na inakuwa haina msaada kwako. Hiyo ni Lenacapavir. Hii dawa kwa sasa hivi nimeruhusiwa Marekani ndio wameruhusu kwa mara ya kwanza, na bado haijafika maeneo mengi sana ya ulimwengu kwa sababu kuna taratibu za matumizi ama introduction, kuintroduce hizi dawa katika maeneo mbalimbali. Mfano Tanzania tuna TMDA ambao wanaoshughulika na kupima na kuangalia quality ya vitu ambavyo vinaathiri afya ya mwanadamu, ikiwemo dawa, chakula na vinginevyo. Kwa hivyo lazima wa Gilead submit taarifa kuhusu hii dawa na sisi tuifanyie utafiti,
tuangalie, tufanyie pharmacovigilance na vitu vingine tujiridhishe kwa kuangalia ripoti zile za ile dawa. Tukiona inafaa tutairuhusu na Tanzania itafika rasmi. Challenge kubwa ya hii dawa ni gharama. Kwa sasa inatolewa Marekani, na kwa Marekani dozi moja ya hii dawa ni takribani dola za Kimarekani 85,000. Dola za Kimarekani 85,000 nazungumzia ni kama zaidi ya milioni 250 za kibongo. Kwa hiyo unaweza ukaona kama utahitaji kwa saizi inabidi uende Marekani ambako ndiko inaruhusiwa na mamlaka yao ya chakula na dawa, hiyo FDA, ndio utaipata kwa gharama hiyo ya zaidi ya milioni 250. Sijui ni wangapi mnaweza, lakini ni kama kinga. Lakini baadaye itakuja Tanzania. Ikija Tanzania automatic gharama haitokuwa hiyo ambayo nimeisema. Kuna mpango maalum ambao unatolewa na mataifa mashirika mbalimbali au makampuni mbalimbali yanayotengeneza dawa kwa hizi nchi ambazo zina uchumi wa chini sana, zile developing country ambazo watu wake wana maisha ya magumu. By the way, uchumi wao ni mdogo sana. Kwa hiyo kuna program maalum. Unaweza ukakuta hii dawa dozi moja kutoka hiyo dola 85 ianze ikashuka mpaka ikaja dozi moja labda dola 500 au 200, bado itakuwa ni kubwa sana kwa Watanzania wa kawaida. Hapo ndio serikali ambapo huwa inaingia sasa. Serikali na mashirika mbalimbali ya misaada ya kimataifa na kitaifa huwa yanaingia. Lakini pia kuna program maalum za kitaifa ambazo huwa zina play part kubwa sana katika kuhakikisha kwamba watu wanapata huduma kwa hizi dawa ambazo zinakuwa na gharama kubwa sana. Mfano PEPFAR, mpango wa rais, ni mpango ambao unachukua michango kutoka kwa wadau mbalimbali wa afya, michango ambayo inasaidia kupunguza hizi gharama za hizi dawa kwa watumiaji kama wewe na wengineo ambao uchumi wao of course ni mdogo. Kwa hivyo hiyo ni Lenacapavir, ni dawa mpya ambayo imeruhusiwa kuingia sokoni na nchi ya Marekani, na kwa sasa inazalishwa katika majina mawili. Kuna moja inaitwa Sonlenca, nyingine hiyo utafanya reference mwenyewe, na gharama zake ni hizo, ni kubwa sana kwa sasa. Kwa hiyo tusubiri, sisi wa uchumi wa kawaida tusubiri mpaka pale serikali itakapo intercept, itakapoingilia kati, zeni tutaipata hii dawa kwa gharama ya chini mno, na kila mtu ataweza kufurahia maisha. Lakini hii dawa sasa isikupumbaze ikakufanya sasa ujiachie na uhalalishe umalaya na tabia zote ambazo zinaweza zikariski wewe kupata ukimwi. Kumbuka hii dawa pamoja na kwamba inakukinga, lakini pia unaweza ukapata ukimwi wakati unaitumia hii dawa. Cha msingi ni kuwa makini. Dawa inaitwa Lenacapavir, imegunduliwa Marekani na kampuni inaitwa Gilead ama Gilead, vyovyote utakavyoita, na inauzwa kwa sasa Marekani. Gharama zake ni takriban milioni 250 za kibongo kwa dozi, lakini unaweza ukaisubiri mpaka pale ambapo mpango unaotuhusu sisi watu kutoka nchi za uchumi wa kawaida ama wa chini utakapotufikia. By the way, hautochukua muda mrefu kwa sababu ni vitu ambavyo ni very sensitive. Hope utakuwa umeenjoy somo, lakini pia umejifunza jambo kutokana na hii taarifa ya kugundulika kwa dawa ya ukimwi. By the way, ni kugundulika kwa kinga ya ukimwi. Mpaka wakati mwingine, bye bye.